Ripoti za kimataifa. Ripoti za kimataifa. Katika habari za kimataifa, nchini Sudan, wataalamu wametahadharisha juu ya kuenea kwa janga la njaa katika jimbo la Darfur nchini humo, huku mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji yakiwa lazima maelfu kuyakimbia makazi yao. Wataalamu wanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa walionya Alhamisi kwamba njaa ilienea katika eneo la magharibi mwa Darfur nchini Sudani, huku vita kati ya jeshi na vikosi vya wapiganaji vikiacha mamilioni wakiwa na njaa, wakimbizi wa ndani na kukatizwa kwa misaada. Tangu Aprili 2023, mgogoro kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji wa kundi la RSF umewaua maelfu ya watu, ukiwalazimisha watu milioni 11 kuyahama makazi yao na kusababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita mojawapo ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Katika tahadhari inayotolewa na shirika linalofuatilia masuala ya usalama wa upatikanaji wa chakula IPC, wataalamu wa usalama wa chakula duniani walisema kwamba viwango vya njaa kwa utapiamlo mkali sasa vimepitwa katika maeneo yanayogombaniwa ya Umbaru na Kelnoi kaskazini mwa Darfur karibu na mpaka na Chad. Wataalamu wa shirika hilo pia wamesema viwango hivyo vya kutisha vinaonesha hatari kubwa ya vifo vingi, kuongeza wasiwasi kwamba maeneo ya karibu yanaweza kuwa yanakabiliwa na hali kama hizo za janga. Nako nchini Libya, mtoto wa kiume wa kiongozi wa muda mrefu wa Libya Muammar Gaddafi atazikwa baadaye leo katika mji wa magharibi mwa Bani Walid, ngome ya watiifu wa familia hiyo. Saif Islam aliuawa na watu 4 wenye silaha nyumbani kwake kaskazini magharibi mwa mji wa Zintan Februari 3. Tovuti ya habari ya ndani ya Al-Wasat iliripoti jana kwamba mwili wake ulikuwa umewasili jana Bani Walid kabla ya mazishi na kusababisha umati mkubwa wa waombolezaji. Mara baada ya kuonekana kama mtu mkuu chini ya utawala wa miongo 4 wa baba yake, aliibuka tena mnamo 2021 kama mgombea wa uraisi, lakini uchaguzi haukufanyika. Mamlaka yenye makao yake makuu mjini Tripoli umeamuru uchunguzi ufanyike kuhusu mauaji hayo na kutoa rambirambi, huku mkuu wa kambi ya mashariki mwa nchi hiyo Hasim hajazungumza lolote. Nako nchini Saudi Arabia, taifa la Saudi Arabia limeanza kuwaruhusu wageni mabwenyeye kununua pombe nchini humo baada ya kupiga marufuku uuzaji wa pombe miaka 73 iliyopita. Kwa miongo kadhaa, eneo la makazi ya diplomasia mjini Riyadh ni eneo la kifahari ambalo limejaa majumba na ofisi za ubalozi. Ila katika eneo hili duka dogo linalouza pombe limefunguliwa ambalo linawauzia pombe watu matajiri wa kigeni ambao si waumini wa Kiislamu. Hii imeonekana kuwa mabadiliko makubwa kuwahi kutokea katika taifa hilo lenye sheria kali kuhusu matumizi ya vileo. Kuhusu uuzaji wa pombe, kumeonekana kama uamuzi mkubwa ambao taifa hilo limefanya. Kununua pombe hiyo lazima uwe mkazi wa kigeni na umiliki kibali cha kuishi nchini humo ambacho kinagharimu dola za Marekani 27,000 kila mwaka, na pia uthibitishe kuwa una kipato cha angalau dola za Kimarekani 13,500. Saudi Arabia ni nyumbani kwa sehemu 2 takatifu katika dini ya Kiislamu na walipiga marufuku uuzaji wa pombe mwaka 1952. Chini ya utawala wa mwana wa mfalme Muhammad bin Salman, Saudi Arabia imeweza kufungua vituo vya kuonyesha filamu, wamekuwa na tamasha za mziki na sasa wanawake wanaruhusiwa kuendesha magari. Flowin Vitus, Shamba FM.